Naam, salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, wapenzi na wafuatiliaji wa channel ya Tiba Facts Online TV. Ni siku nyingine tena tumekutana katika darasa. Na leo bwana, kuna swali nimeulizwa na mfuatiliaji, anasema ni mfuatiliaji sana wa channel hii. Anasema, je, majina baratia na uwezo wa kuzuia wezi kuiba katika nyumba yako au katika sehemu yako? Nikasema naam. Sasa kuna njia mbalimbali za kuzuia wezi, lakini moja ya jina linalofanya kazi hiyo ya kuzuia kitu chako chochote kuibiwa katika eneo lako ni jina lile la pili la kariri. Jina la kariri linazuia kitu chako chochote kuibiwa. Japo jina hilo lina matumizi mengi. Katika matumizi ya jina hili ina matumizi mbalimbali. Ukiwa na kitabu unaweza kupitia vipengele fulani, lakini ukiwa hauna kitabu, moja ya faida ya jina hili ni kwamba kama unataka kunyenyekewa na viumbe wa Mwenyezi Mungu, kuanzia majini, binadamu, wanyama na kadhalika, wakunyenyekee na uwe ni mtu mwenye kuheshimika, unaweza kutumia jina hili la kariri. Lakini pia jina hili lina uwezo wa kufungua nyota au biashara iliyofungwa kichawi. Kuna wakati nyota yako inazimwa au inafungwa, usiwe ni mwenye kupata yale mafanikio ulioandikiwa na Mwenyezi Mungu au matarajio yako, basi unajikuta tu ni mtu wa kuishi kwa maisha ya taabu, hali ya kuwa kumbe wewe haukuandikiwa hivyo. Sasa inaweza kufungua biashara iliyofungwa, biashara iliyododa pia jina hili la kariri. Lakini pia jina hili la kariri lina uwezo kufanya mtu akapendwa, akakubalika na kusikilizwa kokote aendako duniani. Kuna utaratibu tu shekhe. Kuna utaratibu wa kutumia jina la pili la kariri. Lakini jina la kariri lina uwezo wa kutibu matatizo yote ya macho. Kuna macho kutokuona mbali, macho kutokuona karibu, macho yenye ukungu, macho kutoa machozi, macho kuuma na matatizo mengine. Jina hili la kariri. Lakini pia jina la kariri linafanya kazi nyingine ya kama unahitaji kuwa na urafiki na majini wema au mahudamu wa kijini, wao wanakusaidia katika kazi zako mbalimbali, hususan mfano kazi za tiba, kuwanyosha na kuadhibu wale majini wakorofi, wale majini wanaowaingia watu ili wawatese na kuwatia maradhi. Unaweza kutumia jina hili la kariri. Nimeshatoa darasa zake nyingi, unafanyaje kuweka urafiki na kuwatumia majini hao. Ukiwa hujafahamu njia hiyo, unaweza kufuatilia klipu za kuadhibu majini wakorofi kupitia majina barati. Lakini pia jina hili la kariri linaweza kumfanya mtu akupende sana. Jina hili la kariri linaweza kumfanya mtu akupende sana. Sasa sisi tutaangalia faida hii moja ya jina la kariri katika kuzuia kitu chako au mali yako yoyote kuibiwa kwa siku ya leo, ikiwa ni sehemu ya majibu ya yule mfuatiliaji. Anasema ni mfuatiliaji sana wa channel hii, lakini kwa bahati mbaya najua huyu mtu atakuwa hana vitabu vyangu vya elimu za tiba, hususan kitabu cha barati. Ingekuwa nacho ili swali nafikiri angekuwa ameshapata majibu yake ndani ya vitabu. Lakini tunawajali, ndio maana tunarudi kuyajibu maswali haya. Laiti kama tungekuwa tujali wafuatiliaji, tungekuwa tunaenda na darasa mpya siku hadi siku. Sasa kuna wakati inabidi urudi nyuma, waelekeze watu, wafahamishe watu namna gani wanaweza wakatumia elimu hizi tunazojifunza hapa, hata zile zilizowahi kutolewa darasa huko nyuma.
Kabla ya somo kuna ile taarifa ya kujiunga katika magrupu ya WhatsApp. Yalituma maombi mengi sana, watu wakawa wanahitaji kujiunga katika magrupu ya WhatsApp yale ya kulipia, wakihitaji kufanya darasa kule. Lakini madarasa hayo yalifungwa muda mrefu sana, karibia miezi 8. Lakini niliyafungua toka tarehe 15 mwezi wa 6, na mpaka sasa hizi darasa zinaendelea katika grupu 2. Kuna grupu la mitishamba na kuna grupu la elimu ya dua na Qur'ani. Sasa kama utakuwa unatamani kujiunga katika magrupu haya ya kulipia ambayo yako WhatsApp yanafanya darasa zake huko, utanitumia ujumbe kwenye WhatsApp yangu kwamba shehe nahitaji kujiunga kwenye magrupu hayo ya kulipia, kisha utapewa utaratibu. Ukisha ukamilisha utaratibu, basi utaungwa katika grupu na utaingia moja kwa moja kuanza kupata darasa. Lakini kumbuka huko kuna ada maalum. Ni tofauti na hapa YouTube, unaweza kuwa unafuatilia kwa bando lako tu, lakini kwenyewe huko kuna ada maalum ya kila mwezi. Lakini kuna manufaa mengi. Manufaa yapo mengi, na huko ndiko mtu anaweza kaenda kujifundisha utaalamu mbalimbali. Japo hata hapa anaweza kaupata huo utaalamu, ila kule kuna vipengele fulani vinakuwa vimenyoshwa. Mfano kama ni mti, na uchambua ule mti katika vipengele tofauti, kuanzia mizizi zake, majani yake, magome yake, maua yake, kila kinachopatikana katika ule mti kama kinatumika katika matibabu, basi kitaelezwa kwa urefu. Kama ni kwenye dua, itaanza kufundishwa dua, faida mbalimbali za dua. Aya mbalimbali zitafundishwa na jinsi zinavyotumika katika matumizi mbalimbali, na kuna mambo mengi sana huko. Kwa wale ambao katika hizo darasa, nafikiri watakuwa wanaangalia utaratibu na kuendaje na mambo yanakwenda vipi. Sasa huo ni utaratibu wa darasa. Tuachane na huo, twende tukamjibu huyu mtu. Lakini wewe inawezekana wewe mwenyewe umeshachoka kuibiwa hapo. Umeshachoka kuibiwa vitu vyako nyumbani. Basi unaweza kutumia dua hii. Lakini pia hii dua unaweza kuweka hata shamba. Unaweza kuweka katika kibanda. Kuna mtu kwenye kibanda au kwenye duka. Kuna mtu mmoja miaka 2 iliyopita nilipotoa darasa hii, alikuwa na flame. Ile flame kukua kuna asili ya vibaka kwenda kuvunja na kuiba vitu ndani, hasa nyakati za usiku. Yeye bwana alipotumia jina hili la kariri akaweka pale, akashangaa wanakuja kuvunja kweli vibaka. Wanavunja maduka mengine, lakini la kwake hawagusi. Wanaanza kuvunja duka la kwanza, la pili, wakifika la kwake wanaruka wanaenda kuvunja la 4, la 5 kwenda mbele huko. Paka wenzake wakamshtukia wakasema, "Au wewe ndio unayesababishaga tunavunjiwa sisi?" Akasema, "Hapana. Hapana." Akasema, "Haiwezekani, mbona unatuvunjia sisi wewe hawavunji?" Akasema, "Mimi nimeshatembea, nyinyi si mnakuwa ni watu ambao nyinyi mmejiachaniza. Yaani hamtaki kushughulika. Sasa wasemaga Mungu naambia mimi nimeshapakinga hapa." Unaona bwana, basi wale watu walipojua hivyo wakamuomba na yeye awafundishe wanawezaje kufanya hayo majambo. Basi akawa amewaandikia jina hili la kariri, then wakaweka. Basi ikawa ndo mwisho wa mchezo wa kuvunjiwa na kuibiwa mali zao. Kwa huyu bwana akawa ni msaada kwa wenzake pia. Chanzo ni darasa za Ustaz Bashir YouTube. Kapata darasa, akaenda kufanyia kazi. Sasa iwapo kama unahitaji kuzuia usiibiwe kitu chako chochote au mali yako yoyote kuibiwa katika eneo lako kutokana na wezi, ima ni nyumbani au ni shambani au ni katika sehemu yako ya biashara, isibiwe na majambazi, isibiwe na vibaka, wadokozi na wale wote wanaofanya uhalifu wa kuiba, basi unatakiwa uliandike jina hili la pili la kariri. Jina la kariri unaliandika kwa Kiarabu, unaliandika katika karatasi nyeupe kwa kutumia kalamu ya wino mwekundu.
unaweza kutumia marker pen au peni hii ya kawaida. Unaliandika kwa idadi ya mara 3 au mara 7 au mara 11 au mara 1. Unaliandika kwa idadi ya witiri. Maana unaweza kuchanganyikiwa hizo namba. Ni namba za witiri. Ima mara 1, mara 3 au mara 5, mara 7 au mara 11 mwisho. Ukishaliandika hilo jina la kariri, utaandika na manuizi yako hapo kwa lugha yako unayoifahamu. Kisha karatasi hiyo utakwenda kuifukia katika eneo ambalo unakusudia ulifanyie ulinzi wa kutokuibiwa vitu vyako. Utaifukia kwa manuizi, lakini karatasi kabla hujaifukia unaweza ukaiongezea vitu vifuatavyo. Cha kwanza, unaweza ukapata ubani sandalus, alafu ukauchoma ule ubani, ukaifusha pale, ukachoma kwenye moshi. Ule moshi unapofuka ukaipitisha pale kwenye ule moshi kwa juu upande ule wa maandishi, ukaifusha. Kipindi unaifusha ndio unatia nia. Ukimaliza unaikunja. Ukishaikunja vizuri, unatafuta karatasi ya nailoni ile ambayo haipitishi maji. Unaifunga vizuri na kamba, ili utakapoizika chini, hata kama itakutana na unyevunyevu au uloa, isiweze kuharibika haraka. Basi ukishaifunga, ni karatasi moja tu, wala tusitafute nyingi, ni moja tu. Alafu sasa ukishaifunga hivyo, unaenda kuiweka sehemu ambayo unataka uzuie. Lakini pia kuna nyongeza nyingine. Unaweza ukachukua michanga ya eneo lako inayozunguka eneo lako, hususani wengi hutumia lile jina la pembe 4. Lakini sio lazima pembeni 4. Kama una uwanja mkubwa, unaweza ukachukua upande wa mashariki, magharibi, kaskazini na kusini, au katika pembe hii na hii na hii. Au kama ni nyumba, ukachukua pembe hii na yani pale panapozunguka lile eneo lako. Ukaja ukachanganya kwenye ile karatasi, ukafungia na ile karatasi ya nailoni, alafu ndio ukazika sehemu yoyote katika eneo lako, lakini ukazika kwa manuizi kwamba unahitaji kuweka kinga sehemu hiyo isiweze kuibiwa. Sasa atakayefanya hivyo, sehemu hiyo itazungukwa na malaika wengi sana watakokuja kufanya ulinzi katika eneo lako. Na hata kama mtu ataacha mlango wazi akaenda kutembea huko, mwizi wala wezi hawezi wakaiba eneo hilo. Unaweza ukashangaa, unaacha mlango wazi, unaenda unatembea, ukirudi ukuta vitu sawa tu. Na watu wasijue kwamba kitu gani kinaendelea, ni kwa sababu yani ni ya ulinzi uliopo. Kwa hata watu wakija pale kwa nia mbaya, wanakuta kama vile watu wapo waendelea kuwepo pale wanafanya mambo yao, kumbe nyinyi hampo. Kwa hii ni njia ambayo mtu anaweza kutumia kuzuia vitu vyake kuibiwa. Inshallah nilikuwa najibu swali la mfuatiliaji wangu wa channel hii ya Tiba Facts. Kama atakuwa anaisikiza clip hii, basi atakuwa amepata majibu. Lakini swali hili ni kama darasa kwa leo na itakuwa limewasaidia wengi. Fanyeni hivi, mwapunguze wezi, mwakatishe tamaa na kuwafanya wasikuleteni madhara. Unajua kuibiwa ni kuzuru, unamsikia mwenzako kaibiwa, fulani amevunjiwa, fulani, lakini maumivu anayopata leo ni makali. Hebu fikiria, labda umejichanga, umenoka TV, umenoka godoro ukaeka ndani, ukanunua sijika redio ukaeka ndani, umenunua sina kanini, alafu mwizi anakuja anavunja, anaiba godoro, anaiba TV, anaiba redio, anaiba kila kitu ndani. Wewe unarudi hivi unakuta nyumba nyeupe. Yaani uanze mwanzo tena kuvinunua. Kwanza uanze kuvitafuta. Ukivipata hizo fedha ndio uanze tena kununua. Ni maumivu ya hali ya juu. Wakati wewe ulikuwa unatakiwa anze kuplani kwamba sasa nimeshapata hichi na hichi, nianze kufikiria vitu vingine. Kwa hiyo kwenye kuibiwa kuna maumivu makali. Ndio maana mwizi akikamatwa, hata kama ni siku yake ya kwanza, akasema jamani ndio nimeanza leo, wakulungwa huwa hawaamini hicho kitu na wala hawataki kukisikia. Kitakachofuata ni kumpiga huyo mwizi kisawasawa, na ikiwezekana kumchoma moto, sasa kwa mazingira ya mjini. Vijijini kidogo unaweza ukasalimika, sababu watu kule uchungu wa kuibiwa sio mkubwa sana kama mjini. Mjini maisha magumu, alafu mtu anakudhoofisha katika hali hiyo. Yani ule uchungu wa kutafuta maisha unavyokusumbua, ukiuhamishia kwa mwizi, basi kipondo chake ni roho yake itoke tu, ndio wewe unaona umelizika.
Ndio maana utakuta wezi wengi wa mjini wanapigwa mpaka wanauliwa, kwa sababu mjini kuna uchungu mkali wa kutafuta maisha. Kwa hiyo hicho kitu kinasababisha watu wawe wakatili zaidi wanapofanywa uhalifu. Inshallah tuishe kwa hapa leo. Kumbuka darasa zinaendelea, kama utahitaji utaratibu ni huo wa kulipia. Lakini pia group hizo ada zake zinafahamika. Kama utakuwa ufahamu, ada zake ni shilingi 10,000 kwa mwezi. Kwa hata kama unataka kujiunga katika moja ya group hilo, ukaona utaki usumbufu, unataka upite shortcut, unalipia. Kama ni group la mitishamba unalipia shilingi 10,000 kwenda namba moja hapo katika hizo 3. Alafu unanitumia WhatsApp kwamba shehe nimelipia ada ya group la tiba za mitishamba. Basi mimi nikiona ule muamala wako nitakuunganisha kwenye group hiyo, lakini pia nitakupa na ofa ya kukutumia darasa zote ambazo zimekupita katika group. Ikiwa ni kama ni group la Qur'ani unahitaji kujiunga huko, utatuma shilingi 10,000, alafu utaniambia shehe nimelipia ada ya group la Qur'ani. Basi mimi nikiona ule muamala wako nitakuunganisha kwenye namba yako au kukutumia linki, itakupeleka moja kwa moja kwenye group, kisha nitakutumia darasa zilizokupita kwenye group. Ukiwa unahitaji kujiunga kwenye magrupu yote mawili, yani uwepo kwenye Qur'ani, uwepo kwenye mitishamba, unalipia shilingi 20,000, alafu unanitumia muamala huo WhatsApp kama sehemu ya uthibitisho. Unaniambia shehe nataka uniunge kwenye magrupu yote mawili. Baada ya hapo utaungwa. Ukiwa unataka kujiunga kwenye grupu moja ila ulipia ada ya miezi labda 6, kwa sababu darasa hizi zitafanywa ndani ya miezi 6. Hata kama ni grupu moja, utalipia ile miezi 6. Mfano watu wa Kongo ndio unaona wanafanya hivyo, kwa sababu kule kidogo kutuma pesa kwao ni gharama. Wanatumia gharama kubwa sana kutumia pesa kuja huku Tanzania. Kwa mtu anaweza kusema tu nilipe ada ya miezi 6 au miezi 5 au miezi 4. Unalipia unasema hiyo shehe ni ada ya miezi kadhaa. Nataka uniunge kwenye grupu fulani, basi mimi nitakuunganisha, kisha wewe hautodaiwa. Kwa hiyo hata kama muda wa kulipa ada ukifika, wewe utakuwa hata ukumbushwi. Kwa huo ni utaratibu ambao unaweza kukuwezesha kujiunga katika hizo grupu. Pia vitabu vinaendelea, vitabu vipo. Ukihitaji kitabu chochote unanitumia ujumbe WhatsApp, then nakutumia baada ya kufanya malipo yako. Inshallah tukutane siku sana wakati mwingine. Mimi ni Ustaz Bashir. Asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.